sio Sarai. Kaambia unaona kitu kwa huyo mwanamke. Akasema Mungu ni mwema. Kama kutafuta wakati mwingine. Lakini asijue mimi nilikuwa simuumizi. Mimi nilikuwa najitahidi kumsaidia. Kwamba amefanya maamuzi wakati anahisi anahitaji mke. Sio wakati anajua. Mazingira yasikupe pressure kukimbilia tukio. Iwe ndoa, iwe fedha, iwe kazi, iwe chochote. Make sure huna njaa ya mfumo huo. Make sure una utulivu kiakili na kwa namna ya Mungu. Unapoinuka umeinuka kwa namna ya Mungu. Sio kwa sababu una kiu, sio kwa sababu una njaa. Usiende kuchota maji kwa sababu ya kukata kiu. No. Make sure umeelewa una kiu ya aina gani ili umsikilize Mungu kwa namna gani. Amen. Niliwafundisha ile somo kwenye kipindi cha usiku saa 3. Nikwambia yule mwanamke Msamaria alikuwa anaenda kuchota maji na bado alikuwa anaendelea kusikia kiu. Kwa hiyo ukila chakula kisichohusiana na njaa yako utaendelea kusikia njaa. Andika wewe moja leo. Yaani sijagusa ndoa, nimegusa kazi, nimegusa kila kitu. Yaani kwamba kuna chakula ukila kinachohusiana na njaa yako, kiu, njaa itapotea kabisa. Lakini ukiendelea kuchota maji ambayo hayamalizi kiu yako, kama yule mwanamke Msamaria, bado utachota maji. Alafu Yesu atakwambia umekuwa na mwanaume na huyu uliye naye sawa kwako ni wanani? So njaa isikupelekee kula chakula chochote. Msikize Mungu kwenye njaa yako. Siku ya mwisho akaona njaa, lakini akubadili jiwe kuwa mkate. Alimwambia hivi Ibilisi kwamba imeandikwa mtu ataishi kwa mkate. Sijakataa kweli, sio jiwe. Sijakataa kwa liwezi kuwa mkate. So hata kisichofaa unaweza kukifanya kikafaa ikiwa kuna namna ya Mungu na unacha. Kumbe jiwe liko linaweza kuwa mkate kwa sababu Yesu ndiye anaambiwa. Swali langu gumu ni kwamba je, nina chochote kabla ng'ombe siku 40 ambacho kimegeuka kimekuwa mkate kwenye maisha yangu? Na je, vipi ikiwa ninachoendelea kula ni jiwe na si mkate? Nifanye nini? Wangapi mpo hapo kwenye swali? Kuna mmoja alisema kama mchungaji usituambie tu nyosha mikono huwa tunaandika. Wangapi ambao bado wanaendelea kula jiwe linawaumiza? Asitende kujipa moyo. Jipe moyo mama. Haya sana na vumilia tu. Haya yatapita. Wapo upokee hii au unaandika? Alema pia atapita na nakati siku nakula mawe. Meno yataisha yote. Kwenye jedwali namna kujua chakula cha Mungu kabla ya kuchukua chochote. Kwa hiyo utaandika zile ishara za chakula cha Mungu na ishara za chakula ambacho si cha Mungu kwa sababu ya njaa uliyokuwa nayo, ili ujue hiki ninachokiendea ni njaa ya kimungu, ni shibe kwenye njaa nilionayo ya kimungu au ni shibe ya kimungu. So wakati huo utakuwa unaenda kwa hizo zaidi itakusaidia pia. Mungu akiwa anaongea na wewe wakati una njaa, upande wa Mungu hasemi na wewe kwa sababu ya unachopitia, anasema na wewe kwa sababu ya alichokuandalia. Amka ule, kwa maana safari hii. Amka ule, kwa maana safari hii. Maana umalizie.
Kwa hiyo haongelei njaa ya wakati huo.